Pia napokea na maswali kutoka kwa KTV TZ Online. Kuna Balkis Abed anauliza, hivi mkuu wa mkoa unapitia changamoto gani katika kazi zako? Changamoto ninazopitia kama walivyo viongozi wengine. Changamoto ninazopitia ni kama nilivyosema hapo awali, ni kwamba kama walivyo viongozi wengine, wako ambao pamoja na jitihada zote hizi wanabeza, wako ambao wanaona kama kwamba hakuna tunalolifanya, wachache. Lakini niseme kwa ujumla, ninachopata ni mafanikio, kwa sababu kazi yangu nimeiunganisha moja kwa moja na maisha ya kila siku ya mwananchi. Na mimi mwenyewe sikujibeba kama ni kiongozi, nimejifanya kama nami ni sehemu ya wananchi hao, kwa sababu wote ni wananchi wa Zanzibar, ingawa mimi nimeteuliwa na Mheshimiwa Rais kusimamia mkoa wa Mjini Magharibi kwa niaba ya wananchi wenzangu. Kwa hiyo changamoto zipo nyingi, lakini tunachokifanya, hatubebi zile changamoto zaidi. Tunachoangalia ni kubadili changamoto zilizopo kufanya fursa, na hatimaye kuweza kuwasaidia wananchi kuwafikishia pale ambapo wanapaswa kufika. Salum Humudi yeye alikuwa na Farida Haji, mkuu hatari. RC Ayubu, poleni. Nawasha Mike, hatukusikii. Nina imani kwamba nasikika. Kama sisikiki, nadhani wataalamu wangu wa backstage wanaweza wakanisaidia kupata hiyo. Ali Makungu, yeye anasema, sasa kwa mbali tunakupata. Nashukuru sana kama mnanipata, nitaendelea. Rus na Ali Makungu, mkuu, naomba kuuliza, je, ni vitu gani hasa vinavyokupa hamasa ya kuwa na mtendaji mzuri, na kuwa ni mtendaji mzuri, ili nasi tuweze kujifunza kupitia kwako? Ni utamaduni wangu kwamba ninapopewa kazi natamani niifanye, ili yule ambaye amenipa kazi aone kuwa kweli ili lile lengo alilolitaraji linafikiwa. Lakini sio tu hilo, na wale ambao ninaowahudumia kwa kazi niliyopewa nao waweze kupata lile wanalolitarajia. Kwa hiyo ninapopata uteuzi, kwa mfano wa sasa, ninachokifanya ni kuhakikisha kwamba wale nilioteuliwa kwao wanafikia malengo yao. Kuna Humudi Chicharito, sina swali ila pongezi kwako, nimepokea. Kuna Muksin Hamis, ye just amejoin. Kuna Musdalifa Nasol, mheshimiwa, mimi mkongwe, kuna mji Mkongwe kuna matukio ya uhalifu na uvutaji bangi kupitiliza. Je, swala hili litapatiwa ufumbuzi gani? Nikuambie tu kwamba tumeweka kamera za ulinzi kwa sasa mkoa wa Mji Mkongwe wote, hata vile vichochoroni. Linapotokea tukio, wahi kuripoti kituo cha polisi. Kuna command and control center inafanya kazi masaa 24 kwa ajili ya kuimarisha ulinzi katika eneo la Mji Mkongwe. Moksin Hamisi amerudi tena, bali na hongera na kukubali sana, mtumishi wa watu. Asante, hayo ni maoni nimepokea.
KTV nako nimepata swali jingine la Leonard Mayunga. Mheshimiwa RC, vipi utekelezaji wa TASAF kwa wananchi au kaya maskini? Utekelezaji wa TASAF kwa kaya maskini kwa mkoa wetu tuna kaya 7200 na kwa ujumla kaya maskini zote zinapata mafao yake kwa wakati. Hatuna changamoto kubwa katika eneo hilo, na wananchi wamehamasika na kushajiika, na kwa kweli tunawapongeza sana. Ghalib Saif anauliza, mkuu wa mkoa, ndani ya mkoa wako kuna changamoto ya wananchi wako kupandishiwa makodi majumba kila siku. Ukiacha je, kuhusu hili unatusaidiaje wananchi wako? Niseme tu suala la kupandishiwa kodi limetengenewa kitengo maalum na serikali, inaitwa bodi inayohusika na land rent au ukodishaji wa nyumba. Kwa hiyo ipo katika ofisi zile zinazohusiana na mambo ya majenzi pale Kilimani kwa sasa, lakini bodi hii inasikiliza malalamiko ya kupandishiwa kodi kiholela. Lakini sisi katika kitengo chetu cha kupokea malalamiko katika ofisi ya mkuu wa mkoa, bado unaweza kuja ukawasilisha lalamiko lako, nasi tutaendelea kufuatilia kile ambacho tunaweza kukusaidia. Lakini ninaamini kwamba na serikali italichukua jambo hili, nami nalichukua kuliwasilisha katika mamlaka husika kwa dhamira ya kuweka utaratibu maalum ya udhibiti wa hizo kodi, wananchi wasilipishwe kodi zisizo na msingi. Ndugu Muhsin kauliza tena na RC, na kuomba usimamie usafi wa mji wetu uzidi kupendeza. Hivi kwani hatujaweka utaratibu wa faini kwa wanaovunja taratibu za usafi? Utaratibu wa mji tunakamilisha kanuni kupitia manispaa zetu, na kanuni hizo zitapitishwa sio muda mrefu kupitia ofisi ya mwanasheria mkuu, na zitakapokamilika tutaweza kuwatoza faini za papo kwa papo. Idi Runi, asalamu alaikum, naitwa Idrisa, mkazi wa Mtoni Kidatu. Swali langu, mbona barabara za ndani hazishughulikiwi kama kule Tanzania bara? Barabara za ndani zimeanza kushughulikiwa. Ndani ya wilaya ya Mjini pekee tuna zaidi ya kilomita 4.5 ya barabara za ndani. Ndani ya wilaya ya Magharibi B kwa sasa tayari kazi imeanza katika eneo la Magogoni kwa Mabata hadi Kinuni, na vile vile katika eneo la Kijitoupele hadi Fort Mambo sasa. Na nikuambie tu karibu sana katika uzinduzi wa barabara hizo wakati wa sherehe za Mapinduzi. Wilaya Magharibi A bado hatujafanya sana, lakini nako tunakuja kutokana na mipango tulionayo kuanzia mwaka wa fedha ujao. Ashmina Ali, mkuu, mimi ushauri wangu pia pitia mtaa hadi mtaa ili kuongea na wananchi wako live, kusikiliza changamoto zinazowakabili. Kama nilivyoeleza, nimefanya hivyo mwaka jana, nimepita mtaa kwa mtaa, lakini utaratibu huo haujafutwa, utaendelea. Kwa sababu nilikosa mwaka huu kulifanya hilo, ndio nimekuja kwenye live chat ili angalau niweze kuwa karibu zaidi na wananchi. Nikienda kwenye KTV online kuna Hanan Baluch, mkuu wa mkoa, kwa nini katika ofisi yako kumekuwepo na ubaguzi katika utoaji wa ajira? Ni kukumbushe tu ndugu Hanan kwamba ajira zote za nchi hii zinasimamiwa na sheria namba 2 ya mwaka 2011 ambayo ni sheria ya utumishi wa umma, na kwa sheria ile msimamizi mkuu wa ajira ni tume ya utumishi wa umma. Kwa hiyo mimi sitoi ajira zinatoka huko na taratibu zinaendelea, matangazo yanatoka kila siku. Kuna Amuri Abdalla, sikuliona vizuri, vijana bado tunatishia amani ya wananchi wako. Je, nini mmefanya hatua gani kukabiliana na tatizo hilo? Kwa mfano Amani Mboriborini
bado vitendo vya kuvunja amani. Tumeshahimiza vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, na nadhani wiki iliyopita nimekaa nao, lakini na huko Fuoni Amani Boriborini nako tutaweka kamera kama ilivyo Mji Mkongwe. Mungu akipenda, katika upanuzi wa mradi wa CCTV. Yusuf anauliza, mheshimiwa, ikiwa taratibu zinakuruhusu, tunakuomba sisi wazee wa watoto waliofutiwa mitihani kwa vile imesha kuwa scrolled up, naomba kuniona, nitafanya utaratibu ili niwaone. Muzdalifa Nasro, kuna swali la wananchi hasa kutoka bara kuuziwa viwanja na baadaye kudhulumiwa. Je, changamoto hii unaichukuliaje? Changamoto ya viwanja ni swala la ardhi na linahitaji bodi ya uhaulishaji ardhi. Asinunue mtu kiwanja bila kufuata taratibu, anaanzia kwa sheha, wilaya, bodi ya uhaulishaji ardhi, hatimaye sekta ya ardhi kwa maana ya kamisheni ya ardhi itakamilisha taratibu za hati. Kwa hiyo mtu asipitie kwa dalali wala asitumie mtu mwingine. Ardhi inapatikana Zanzibar, lakini si kwa kuuzwa, kwa kupewa haki ya matumizi ya ardhi. Kwa hiyo fuata utaratibu huo. Abbas Rashidi yeye anasema, asalamu alaikum, naitwa Rashid Ali kutoka Vuga Stone Town, nikupongeze kwa jitihada unazozichukua, asante. Kuna Almadrasat Mjalid, hongera sana, nimepokea. Vipi unatuambia kuhusu watoto wanaokaa mitaani na kukimbia masomo ya skuli na vyuoni? Suala la utoro ni suala ambalo tumeliwekea mkakati katika kuimarisha elimu, na mkakati wetu ni kuweza kuwasimamia wale watoto ambao hawaendi maskuli ili hatimaye waweze kuwa wanakwenda vizuri, ingawa hatuko vibaya sana kwenye eneo hilo, lakini tunalifanyia kazi vile vile. Nikirudi KTV nako niliulizwa suala la ubaguzi wa ajira. Nimeshalisema kwamba hatuna ajira tunazotoa sisi hapa, na ajira zote za serikali zinatolewa kwa mujibu wa sheria na zinatolewa kwa merit, kutokana na sifa. Ukiwa na sifa ambazo zinatakiwa, haitajali chama chako cha siasa, dini unayoiamini, rangi yako, kabila au mahali unapotoka, utaajiriwa na serikali kama vigezo vimetimia. Kuna Zayat Yusuf kwenye KTV, hivi wanaofanya ukahaba hapa Zanzibar ni wa bara tu au mchanganyiko wa mikoa mbalimbali? Utafiti wangu wa juzi umeona kwamba kwa niliowakamata juzi, wapo mchanganyiko wa Tanzania na hata wa nje ya nchi. Wapo wengine wa Kenya, wapo wengine wa Uganda, wako Warundi, wako wa Nyarwanda. Kwa hiyo tumeshaanza hizo operation kwa upande wale wa nje ya nchi. Tumekamata watu 7, taratibu zinaendelea, na kwa wale wa ndani ya nchi tumekamata watu 22 wa mikoa mbalimbali ya Zanzibar na bara, na tunafanyia kazi jambo hilo. Mkuu, katika mtaa wetu wa Shauri Moyo vibaka wameshamiri na hakuna hatua yoyote inayochukuliwa dhidi yao. Tunakosa amani ya kutembea usiku. Nitamwagiza kamanda wa polisi jambo hili, na kuanzia leo mtaanza kuona doria katika mitaa hiyo. Ahmada Omari Mdaki, mheshimiwa, nakuomba kukualika katika kituo chetu Methadone. Nimekubali ombi lako na nitafuata utaratibu uliopo ili kusudi niweze kuja, maana nina mialiko mingi. Albatasha anasema tena kumekuwepo na changamoto ya jaa la taka eneo la hoteli ya Marumaru, jambo ambalo linaleta kero kwa wageni wanaofikia katika hoteli hiyo. Nimeshazungumza na mkurugenzi wa baraza la manispaa tufanye utaratibu wa kuondoa kile kikapu cha pale, na badala yake taka tuanze kuzichukua katika majumba ya watu, na tusifanye tena vituo vya kuwekea taka katika eneo lile. Hata kama tutatumia magari madogo kama vikeri, lakini taka zisiwepo katika eneo lile. Naomi Kata, Mheshimiwa Rasi, kwanza nikupongeze kwa kuweza kufanikiwa kuweza kutufikia wananchi wako viganjani. Tunakushukuru sana, lakini pia niseme kuwa vitendo vya unyang'anyi
kwa kutumia Vespa, hasa nyakati za jioni na usiku kuanzia saa 1 na kuendelea vimeshamiri, na pia wizi wa majumbani. Kwa upande wa vitendo vya unyang'anyi, jambo hilo tumeshakamata zaidi ya Vespa 27 samani, na kwa sasa tunaendelea na utaratibu wa kuwapata wamiliki au wahusika. Ziko ambazo nyingine zinazotumika kufanya kazi hiyo ni za wizi, kwa hiyo tumeanza kuwabaini wamiliki na tunawapatia Vespa zao kwa mujibu wa taratibu. Lakini pia na huo wizi na wizi mdogo mdogo uliopo nao, tuseme tu kwamba tutaendelea kuimarisha doria na kuimarisha ulinzi kwenye maeneo husika. Pia kuna mjalisi amerudi tena, mheshimiwa. Pia chuoni kwetu tuna kero ya jaa chini ya choo cha Bi Mkubwa Stadi Michenzani. Eneo la Michenzani lina tatizo la utupaji wa taka, lakini pia tuna tatizo la watu kuto kuweka taka katika yale mapoti ambayo tunayaweka katika maeneo yale, lakini nalo pia tumeliwekea utaratibu wa kwamba taka sasa tunataka tuzichukue nyumba kwa nyumba, badala ya kuwaacha watoto wakatupe taka au kuwaacha wananchi wakazitupa taka kupitia juu ya nyumba za ghorofa. Kwa hiyo hilo niseme tu kuwa tunalifanyia kazi. Nikirudi nako kwenye KTV, kuna Saidi Sahdi au anatoka Saudi Arabia. Je, mnachukua hatua gani kwa kina dada baada ya kuwakamata hasa wale ambao si Wazanzibari? Hatua tunazochukua, kwa sababu wote ni Watanzania, kwa wale Watanzania ni kuendelea na hatua za kisheria. Ipo sheria ambayo inazungumzia makosa ya uzururaji, lakini pia ipo sheria inayozungumza makosa ya kujamiana. Kwa hiyo ni kuwaweka au kuwa fit in kwenye ipi sheria itakayoweza kuwagusa moja kwa moja na kuwapeleka mahakamani kwa sheria husika. Lakini kwa wale ambao si wa Tanzania, bali na zile sheria za kwetu za ndani, basi pia tunawaondoa nchini, kwa sababu makosa wanayoyafanya ni makosa yanayoharibu mustakbali wa jamii yetu. Vile vile kuna Balkisa Bedi, hivi kamera za Mji Mkongwe zinafanya kazi? Kamera za Mji Mkongwe, ndugu yangu, zinafanya kazi masaa 24 na zina umeme wa kujitegemea. Hata ukikatika basi zinaweza kukuona. Mbona yanatokea matukio madogo madogo halafu hayafuatiliwi? Matukio madogo madogo yanapaswa kuripotiwa na aliyetokewa na tukio ili kusudi aweze kufanywa kazi. Hamid Deko, mkuu, licha ya Mji Mkongwe kuwekwa kamera na vikosi vya polisi wa utalii kuwepo, lakini bado idadi ya watu wanaouza mikononi ipo. Wengine ni vijana wetu ambao wanatumia madawa ya kulevya. Hao ndio huleta fujo kwa wageni na kuwalazimisha wanunue vitu vyao. Changamoto hii, mkuu, utaichukulia hatua gani? Naipokea hii, na kwa bahati tuna ulinzi wa utalii, lakini nitashirikiana na kamisheni ya utalii Zanzibar ili kusudi tuone tunaweza kuongeza nguvu kwa kiwango gani, tuweze kuwatoa wale vijana wetu wote ambao wanafanya kazi zisizoruhusiwa katika maeneo yale ya Mji Mkongwe, na hatimaye kuwapa utulivu wageni ambao kila siku tunawaalika waje Zanzibar kwa ajili ya kupumzika na kustarehe, na sio kuja kupata mambo ya usumbufu kama hayo. Harubu Hussein Hamis, yeye anasema kwamba yeye ni mkazi wa Matarumbeta. Kwanza kabisa nakupongeza kwa kuanzisha utaratibu huu wa kuwasiliana na wananchi kupitia mtandao wa Facebook. Swala langu la kwanza kwako mheshimiwa ni kuwa tangu uwe mkuu wa mkoa, ni jambo gani meseji yako zinakwenda haraka kwa sababu muko wengi. Sikulifahamu jambo ambalo umelitaka. Ngoja nisimo, ni ndefu sana, na naomba tutume ujumbe mfupi. Umezungumzia masuala la tatu, nasema, na la mwisho, vijana wanakuwa na matumaini na wewe uwe mrithi wa Dr. Shein. Samahani sana, kwenye bahati mbaya sana sio mwanasiasa,
na hadi sasa sijafikiria kwa kweli kugombania nafasi yoyote ya kisiasa. Kwa hiyo hilo nimewasikia na nimeona rai yao, lakini bado sijawa na mwelekeo wa kisiasa. Nitaendelea kuwa mtumishi wa umma katika ngazi mbalimbali ambazo nimepewa fursa ya kuongoza. Ahmed Omar Mdaki, mheshimiwa, pia madawa yamerudi kwa nguvu mitaani. Naomba pia kidogo ndugu Mdaki ajue kwamba madawa hayajarudi kwa nguvu. Kwa sasa kete moja imefika shilingi 38,000 na hayo tumeambiwa na wenyewe watumiaji, na tunajaribu kufuatilia kwa karibu, ingawa nikubaliane nawe kwamba ziko njia za panya zimekuwa zikitumika katika jambo hili. Na sisi pia kama mkoa, nikimaliza suala la madada poa hawa na madanguro, eneo la pili ambalo linafuata kwenye operation ni suala la dawa za kulevya. Kwa hiyo ndugu yangu, tutaendelea kushirikiana katika hilo. Nitunzie na kunitayarishia taarifa ulizonazo ili niweke pamoja na hizi tuweze kuendelea. Abdalla Faraji, mheshimiwa, mimi napenda kujua kama kuna mkakati wowote wa kuwawezesha watu wenye ulemavu katika mkoa wetu. Watu wenye ulemavu ni jambo ambalo bado halijagatuliwa, lakini kupitia sekta husika upo mkakati, na sisi tumekuwa tukishirikiana kwa karibu na idara ya watu wenye ulemavu, ofisi ya makamu wa pili wa rais, kuweza kuwasaidia watu wenye ulemavu katika matatizo mbalimbali au nyanja mbalimbali. Mwingine naitwa Twaib kutoka Shauri Moyo. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kuna mradi wa maji uliopitishwa pipeline katika mtaa wetu. Kwa hakika mvua imenyesha juzi, imechimba hadi mlangoni kwetu. Tumekwenda kulalamika ZAWA, lakini bado hawajaifanyia kazi. Ni kweli katika utekelezaji wa miradi kunakuwa na changamoto. Naomba vuta subra, watakuja, na mimi nitatumia nafasi hii ya kukusikia kuweza kuwahimiza wafanye haraka kuja kufanya tathmini kama kuna wananchi walioathirika na mradi wakati unatekelezwa. Hiyo tathmini, kumbuka, haikuwepo kwenye mpango wa awali, lakini watafanya iliwezekanavyo wanaoathirika kuweza kuwazingatia. Mami Heli, mheshimiwa, mbona meseji nyingine huzisomi? Kwa kweli ni meseji nyingi na zinashuka kwa kasi mno. Sitamani kuwa nisisome meseji hata ya mtu mmoja, lakini hata wale nitakao wakosa wasijali, nikimaliza nitaendelea kurudi kuja kuwapitia niweze kuwajibu. Hata kama mkiwa offline mtaweza kupata majibu yenu, msijali, nipo kwa ajili yenu. Na hapa nina zile za KTV nayo iko online, na vile vile na za ukurasa wangu wa Facebook nazo ziko online. Vile vile kuna Abrizo Das Msafi, yeye anasema kwamba kuna baadhi ya watu wanafanya mambo yasiyo na maana ya kumonyoa maadili. Hao ndo tunashughulika nao kwa sasa. Hamideko mkuu, tunaomba utuombee radhi za watu wa Kianga, tumepokonywa huduma ya maji. Watu wa Kianga hamjapokonywa huduma ya maji, na mmewekewa kisima kule cha kwa Mzungupunda kama ni mbadala wa ile huduma ambayo kwa sasa imeondoka kwa muda kwa sababu ya kupisha ule mradi mkubwa wa maji ya kulaza mabomba ambao unaendelea, na huduma ya maji kwenu itarudi sio muda mrefu kwa sababu mradi huo unakaribia kumaliza. Nina maswali pia bado sijamaliza ya KTV. Kuna Rajab Maalim, vipi kuhusu ombaomba? Mbona huwa wanaondoka na kurudi tena kuomba? Tumeondoa juzi karibu ombaomba 43 na tunaendelea na hatua. Kati ya wale 13 walikuwa kutoka Tanzania bara kwa uwasili, lakini 2 walikuwa wanazo sifa za kuwa ni wakazi wa Zanzibar, wameendelea kubaki. 11 tumewarejesha, na kwa sasa msako utakuwa unaendelea kila baada ya wiki kwa mujibu wa makubaliano yetu. Ame Hilali, mheshimiwa Rais, vipi kuhusu vijana ambao wanatapeliwa viwanja? Nililijibu kule kwa ujumla kwamba viwanja
hakuna viwanja vinavyouzwa kwa utaratibu usiofuata sheria ya serikali. Ni waombe wafuate taratibu za Kamisheni ya Ardhi, lakini anayetaka kununua haki ya matumizi ya ardhi yoyote, rai yangu kwao waende Bodi ya Uhaulishaji Ardhi katika Kamisheni ya Ardhi pale eneo la Forodhani, na wao wataendelea kuwahudumia ipasavyo. Vile vile kuna watu wengine wametaka kujua historia katika mkoa, hatua za serikali kuruhusu wawekezaji, ujenzi wa miradi. Haya ni waombe kuwa nitayaelezea pengine baadaye, kwa sababu muda nao unatuacha mkono na maswali ni mengi, na yote natamani kuyaeleza. Na hayo nilipaswa pengine niyaeleze pale mwanzo, lakini ninaamini tu kwamba wengi mnafahamu kuwa mkoa wetu huu ni moja kati ya mikoa mitano ya Zanzibar ambao una historia kubwa ya nchi hii, lakini pia unabeba mambo mengi ya msingi ya nchi hii. Serikali hapa ndiyo makao makuu yake, lakini pia ndipo kwenye idadi kubwa ya wananchi wa Zanzibar. Karibu 46% wananchi wote wa Zanzibar wapo ndani ya mkoa wetu wa Mjini Magharibi, na niseme tu kwamba mkoa huu ndio unabeba mambo mengi, yawe mazuri lakini hata yale mabaya, kwa sababu ya mchanganyiko wa tabia, na sisi kama viongozi tunalijua hilo, na wakati wa kusimamia changamoto mbalimbali tuna mazingatio ya karibu. Kwenye uwekezaji kuna fursa nyingi, zikiwemo maeneo huru ya uchumi Fumba. Tuna maeneo huru ya uchumi katika eneo la viwanda vidogo vidogo. Kuna fursa za uwekezaji katika bandari. Kuna fursa za uwekezaji katika biashara, utalii, uvuvi na kadhalika. Pia tuna fursa katika eneo la uwekezaji wa kilimo kwa kiasi fulani. Kutokana na udogo wa ardhi yetu, hatuna eneo kubwa sana la kilimo, lakini kipo kilimo cha kimkakati ambacho ni uwekezaji katika ukulima wa spice, na wawekezaji wanakaribishwa kuja kushirikiana nasi katika eneo hilo. Lakini pia tuseme tu kwamba tunajaribu kufanya utaratibu wa kuandaa machapisho mbalimbali ambayo yatawezesha kupata taarifa kuhusiana na shughuli za uwekezaji. Niombe tu kwamba message ziwe fupi, lakini pia niombe tena kwamba wakati unaweka ile message yako ya swali, kisha kuiweka fupi, kama umeshauliza mpe nafasi na mwenzako, maana wengine kwa kweli wanarudi mara 2 mara 3 bado wanaendelea kuuliza. Idrisa Ali Musa anauliza na yeye, Mheshimiwa, kwa nini parking ya Darajani haipo katika hali nzuri na ya kuvutia, ukizingatia pale ndiyo kioo cha mji wa Zanzibar? Ni kweli hilo, lakini parking ya Darajani tunaitazama sasa hivi kwa mwelekeo mpya wa uwekezaji wa Darajani kwa ujumla wake. Tuna program kubwa inaitwa Darajani Corridor, lakini ipo program ndogo ambayo inaitwa Darajani Business Center. Serikali kwa sasa inakamilisha taratibu za uhifadhi wa mji mkongwe ili kusudi kuweza kupajenga potes ile parking, lakini na kuweka maduka ya kisasa na makubwa katika eneo lile, na vile vile yataweza kuwagusa watu wengi zaidi. Mtazamo wa serikali ni kuwa na maduka zaidi ya 500, ukiacha yale maduka 86 yaliondoka kama ni makontena. Kwa hiyo niombe tu tuwe na uvumilivu, kwa sababu eneo la mji mkongwe lote ni eneo ambalo linahitaji uangalizi maalum. Vile vile kuna Ashlam Azam, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, naitwa Ahlam Abdalla Azam. Kwanza naomba nichukue fursa hii, nimepokea, lakini pia nina maelezo mengi, lakini mengi yalikuwa ni pongezi kwa haya ya ndugu Ahlam. Ikiwa una swali nitarudi baadaye, kwa sababu na huku kuna wenzetu wa KTV wanatuletea. Kuna picha nimetumiwa pia Ngome Kongwe leo asubuhi palipokuwa, nimeiona.
na hali halisi ilivyo, na swali lake nimeshalijibu, nini tutakifanya kuondoa jaa lile. Na nikimaliza hii live chat nitawasiliana moja kwa moja na mkurugenzi kama hali bado iko hivi, ili naye anieleze ilikuwaje, kwa sababu tayari tumeshaelekezana nini cha kufanya kwenye eneo hilo, na kuwe na mtu wa kudumu muda wote ili taka zisitupwe nje ya container. Kuna Hadija Kombo, Mheshimiwa Rasi, vipi umejipangaje kuboresha elimu katika mkoa wetu? Nililijibu hili kwamba elimu kwa sasa kwa ujumla tuniseme kuna elimu ya awali na msingi ipo chini ya manispaa zetu, na elimu ya sekondari na elimu ya juu iko chini ya Wizara ya Elimu. Tunachokifanya kwanza, tulichokifanya awali katika elimu ya sekondari, tuliweza kufanya study ndogo kubaini changamoto, na ndio baada ya kubaini changamoto tukaona kwanza wanakosa wanafunzi muda wa kutosha wa kusoma, lakini pili wanapata changamoto ya walimu kuwa hawana wa kutosha, wakati mwingine vitabu na kadhalika. Kwa hiyo pia kuna suala la uhafifu wa ufinyu wa madarasa. Kwa hiyo hilo tunalifanyia kazi. La madarasa, tunaongeza madarasa. Serikali inajenga zaidi ya majengo sasa hivi 9 ya ghorofa kwa ajili ya kuongeza idadi ya madarasa. Upande wa pili, sisi kama mkoa wenyewe tunajitahidi kununua vitabu kila mwaka, na kwa kila ile intake inayoingia katika mitihani tunajaribu kuhamasisha kwa kuongeza muda, tunasaidia chakula na kuhamasisha wazazi na walezi wachangie katika hilo. Vile vile tunatoa motisha mbalimbali. Tumetoa kompyuta na wa form 4 tutakuja kutoa pads, lakini vile vile niseme kwamba serikali ina mradi maalum wa kuimarisha elimu ya sekondari, na kuna fedha maalum zimetengwa katika serikali kupitia mradi aliozindua Mheshimiwa Rais, kwamba kila skuli ya sekondari itakuwa inapatiwa mchango maalum kwa ajili ya kuwaongezea wanafunzi muda wa kubaki katika skuli zao. Lakini sio tu hilo, pia watakuja kuwasaidia. Serikali inafanya utafiti wa kutengeneza daharia ya kila skuli kwa lengo la kuwapa wanafunzi muda wa utulivu na kusoma kwa bidii zaidi. Kwa hiyo jitihada zipo zinazoendelea, zipo za muda mfupi, zipo za muda wa kati, na zile za muda mrefu zinaendelea na utafiti. Mbali na hilo la elimu, Abdalla Abbas anasema asalamu alaykum, serikali mmejipanga vipi kukuza usafiri wa anga kwetu visiwani? Suala la usafiri wa anga ni suala la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa upande wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inachokifanya, kwa sababu lile shirika nalo ni suala la muungano, ni kwamba lile ni kwa Tanzania kwa ujumla. Kwa hiyo Zanzibar nayo ikiwa ni sehemu ya Jamhuri ya Muungano. Lakini kwa upande wa pili, Zanzibar kama nchi kwa upande wake inaimarisha miundombinu ya viwanja vya ndege. Kwa sasa kiwanja cha ndege cha Abeid Amani Karume International Airport kinaendelea na kuimarishwa kwa kuongeza zile apron na taxiway, lakini pia kupanua ukubwa wa jengo la abiria, jambo ambalo litaweza kuongeza idadi ya abiria, lakini pia kuiwezesha serikali kupokea ndege kubwa zaidi ya inazopokea sasa. Kwa hiyo ndiyo jitihada ya serikali ya Dr. Ali Mohamed Shein ya kupanua huduma za anga ndani ya nchi yetu. Kuna Abdul Karim Othman yanasema kuna taratibu gani ambazo umeziweka kwa wataka ukiuka au kutokutekeleza uliowaambia, hususan wa chini yako? Utaratibu wa kiutumishi upo, lakini kwa wale ambao wako ndani ya mamlaka yangu ya uteuzi, sichelewi kutengua uteuzi wangu. Mimi kwa mfano masheha nimewaambia wakati na wateua kwamba nimekuteueni muwe masheha kwa ajili ya wananchi, kama ambavyo mimi nimeteuliwa kuwa mkuu wa mkoa kwa ajili ya wananchi. Endapo utakuwa wewe unataka kuwa na serikali yako kinyume na matakwa ya serikali kuu,
ambayo imekuweka wewe, basi wewe hutanifaa kuwa sheha. Na nimewaambia kwa uwazi tu, sina sheha wa miaka mitano. Mimi nina sheha ambaye anatimiza wajibu wake kwa ajili ya maslahi mapana ya wananchi. Ali Hamisi yeye Ali Hamisi yeye anasema kwamba vipi kuhusu makonda wanao wanyanyasa wanafunzi katika kuwatoza nauli. Kwenye sekta ya usafiri kwa ujumla wake tulifanya mazungumzo ya awali, lakini tukasema tutakuja kufanya mazungumzo ya pamoja baina ya wamiliki wa magari pamoja na wenzetu wa idara ya leseni na hawa madereva na makondakta wa daladala. Dhamira yetu ya kuzungumza nao ni kuwaelimisha kwa mara ya mwisho, lakini hatua inayofuata ni kwamba wale wanapewa leseni, moja ya kazi ya leseni ni udhibiti, na sasa watoaji abiria wa kufanya mambo mengine wa gari za abiria. Kuna Mahmud Mahinda, suala langu ni dogo sana. Marehemu Ali Juma, mkazi wa Mto Pepo, alivamiwa kwake nyumbani majira ya saa 6 usiku na kuokotwa katika pori la Masingini, njia ya Mwera. Baada ya siku moja akapoteza maisha wakati yupo hospitali ya Mnazi Mmoja. Hadi sasa hakuna taarifa yoyote juu ya wahusika waliomteka marehemu huyo. Je, ni kusema kuwa waliomteka walitumwa na watawala na ndio maana mumelinyamazia kimya hadi sasa? Nikuambie ndugu yangu Mahmudi kwamba suala la mauaji ni kosa la jinai, na suala la mauaji kwa sababu ni kosa la jinai lina taratibu za jinai kufuatilia jambo hilo, na jambo lolote lina hatua kuu 3. Hatua ya kwanza ni kukamata, ikiwa kipo cha kukamatwa, na hata kama hakipo cha kukamatwa, hatua ya pili inayoendelea ni upelelezi. Upelelezi utathibitisha kilichokamatwa au kisichokamatwa kina ushahidi kwa kiwango gani, ili kiende kwenye hatua nyingine sasa ya 3 kwa upande wetu wa serikali, kwa mkurugenzi wa mashtaka, kwa sababu ni jinai, ili mkurugenzi wa mashtaka naye akijiridhisha na taarifa za upelelezi wa kipolisi ziliopo liweze shauri hilo kupelekwa mahakamani. Mimi sitaki kusema kwamba ndugu Ali Juma amezulumiwa au hakuzulumiwa ama kafanyiwa ndivyo au sivyo, lakini nataka kusema kwamba serikali yoyote duniani, ikiwemo ya Mapinduzi ya Zanzibar na ikiwemo ya mkoa wa Mjini Magharibi, siku zote inakuwa ipo kwa ajili ya wananchi. Kwamba kuna jambo labda utawala huu umeweza kulifanya. Hapana, utawala wote duniani au serikali yoyote duniani, jambo lolote la ndani ya nchi yake hakuna ambalo linawashinda, hakuna hata moja, kwa sababu hatua za kisheria zitachukuliwa dhidi yake. Serikali, mimi ninachokijua, haijatia mkono wake kwenye jambo hilo, na ndiyo maana ikawa mstari wa mbele katika kuchunguza na kupeleleza jambo husika.
Nina maswali mengi sana jamani, sio kama mengine sitaki kuyasoma, lakini yako mengi mno. Hilali nimeshalisoma la Hilali. Alhamisi nimeshamsoma. Nadhani kama kuna jengine KTV linaweza likaja. Ahlam, swali langu jengine kuhusu taa za barabarani. Mheshimiwa, tunapata tabu sana kwa watu tunaorudi makazini usiku. Tunazo taa za barabarani kwa baadhi ya maeneo. Tunao mradi ambao tumeshatia sign na wenzetu wa China wa kilomita karibu 11 za taa za barabarani, kwa maana ya barabara inayotoka Malindi kuelekea kwa Nyanya, barabara ya Mkapa Road kuanzia Mtoni hadi Kiembe Samaki, tuna barabara ya airport hadi Mnazi Mmoja. Kwa hiyo ni kuombe tu uvute subra wakati tunaendelea na utekelezaji wa mradi huo, na nikuambie tu kwamba serikali yetu inaendelea kujali wananchi wake katika kila nyanja, na jitihada za kuimarisha au kupendezesha mji wetu zinaendelea kufanywa. Abdul Karim Othman anasema, kwanza Zanzibar kuna taratibu ya kulipa kodi mara mbili, TRA na ZRB. Je, hamuoni kama wananchi wanaumia? Naomba nikusaidie tu kukuweka vizuri kwamba bahati nzuri sana kodi za ndani tunaita inland revenue, na tuna kodi za taifa kwa maana ya zile zinazosimamiwa na TRA. Na kodi hizo kodi zinazosimamiwa na TRA na kodi zinazosimamiwa na ZRB ni aina mbili tofauti ya kodi. VAT inayokusanywa kwa mfano na TRA pale bandarini ni tofauti na VAT ambayo inakusanywa na ZRB kwa maeneo mengine. Ni sawa na kusema kwa walioko Tanzania bara, VAT inayokusanywa bandarini pale Dar es Salaam ni tofauti na VAT inayokwenda kukusanywa pengine kule Kinondoni katika maeneo ya maduka. VAT ni kodi inayokusanywa kila hatua, kuanzia uzalishaji, usambazaji na mpaka ifike mlaji. Lakini kwa mfano wa kodi ya stamp duty, TRA haitozi kodi ya stamp duty hata siku moja, lakini ZRB inatoza stamp duty. Kwa mfano wa income tax, TRA inatoza income tax, ZRB hawatozi income tax. Sasa Wazanzibari hawalipi kodi mara mbili, Wazanzibari wanalipa kodi mara moja, isipokuwa kuna mamlaka mbili zinazokusanya kodi. Na mamlaka hizi, labda nikusaidie ndugu yangu kwamba TRA, sisi tunafaidika zaidi Wazanzibari kwa uwepo wa TRA, kwa sababu TRA wanalipwa na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini fedha wanazokusanya zote zinaingia kwenye Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Vile vile kuna ndugu yangu anaitwa Ali Dingongo, yuko Doha, Qatar. Ni zipi hatua ziliopo kutokana na mvua zinazoharibu mali za wakazi? Tumeshajenga miundombinu ya maji ya mvua kwa zaidi ya kilomita 13 ndani ya mkoa wa Mjini Magharibi. Kwa sasa jitihada inaendelea kujenga misingi ya maeneo mengine, lakini siku zote maendeleo ndiyo yanayoleta changamoto. Tunajua zipo changamoto, kwa mfano maeneo ya Jang'ombe kuna wananchi pale ambao kutokana na bomba zile zinazopeleka maji pwani kuwa ni ndogo ukilinganisha na wingi wa maji yanayotoka kule kwenye maeneo mengine kupitia zile line za misingi ya maji ya mvua tulizojenga kama serikali. Kwa hiyo jambo hilo kwa sasa wataalamu wanalifanyia utafiti ili tuone tunaweza kuimarisha kwa kiasi gani line zile zinazokwenda pwani, hatimaye wananchi wale wa Jang'ombe wasiendelee kuathirika na maji yale ya mvua. Balkisi, umeuliza maswali mengi kweli, tena unapiga kote kote, unauliza KTV, unauliza na kwenye peji yangu. Kwa hiyo mkuu wa mkoa, mimi nina masikitiko, mpaka sasa ni miaka miwili
hatujarudi skuli yetu na tupo skuli X. Tunaomba utuhurumie na mtufikirie, tunapitia changamoto nyingi kupitia skuli X. Sasa sijui nasemaje, kwa sababu swali limebaki X na mimi nitabaki X, sina majibu ya mkato hapa. Ningeliniweka wazi ningelikujibu kwa uwazi. Salama Saidi, mkuu nakupongeza, ila bado bodaboda hususan asubuhi wanafunzi wetu wanapata shida kugongwa na kusukumwa. Hili litupie macho. Asante sana, nalichukua, ingawa bado naendelea kusema kwamba bado kwa sheria za nchi yetu hakujawahi kuwa na leseni au ruhusa ya bodaboda. Mimi sipendi kuziita bodaboda, naziita pikipiki, kwa sababu zinafanya kazi kinyume na sheria. Ziko hoja mbalimbali kwenye eneo hilo, lakini mimi naongozwa na misingi ya sheria. Jambo likiwa halipo katika misingi ya sheria, mimi mara nyingi nakuwa nachelea kulikubali kuwa ni jambo halali. Kwa hiyo sheria zitakapoziruhusu, mimi nitakuwa mstari wa mbele kuliwekea utaratibu, lakini kwa vile kwa sasa sheria hazijaruhusu, ningewaomba wale wote ambao wanadhani kuwa wanalazimisha kukinzana na sheria wakachukua jitihada za kufuatilia sasa kwanza hilo jambo likaingizwa kwenye utaratibu wa kisheria, alafu ndio wakatuomba tuwasaidie kufanya utaratibu mwingine. Pengine wakati mwingine inaonekana mbaya kuwa hivyo, lakini tunasema ukweli, na ukweli kwa wakati mwingine unauma. Ndio ukweli, sheria hazijaruhusu. Kwa hiyo kwa kuwa sheria hazijaruhusu, hatuwezi tukasema kwamba na sisi tunaruhusu jambo ambalo liko kinyume na sheria. Na ninachukua hilo, nitalitupia macho kwa karibu kuona hasa maeneo yale ya mjini na mji mkongwe ambako kuna shida zaidi kwenye usafiri huu. Hilali, kuna msaada gani juu ya barabara ya Bububu mpaka Mfenesini? Raia tunapata shida, unatusaidiaje kiongozi wetu? Barabara ya Bububu inafanyiwa kazi na serikali. Kuna maeneo mawili, kuna eneo la Kihinani kwa Nyanya pale kuelekea Mtoni, kuelekea kaskazini hadi Mkokotoni. Eneo hilo barabara tayari na mkandarasi inaendelea kujengwa. Kipande cha kutoka kwa Nyanya kuja Bububu kituo cha polisi, serikali na kitazama kwa jicho la karibu, na sisi tumewasemea kupitia wizara yenye dhamana hiyo, na kwa sasa wanalifanyia kazi ili kuona wanaishauri nini serikali juu ya jambo hilo. Idrisa Musa, umerudi tena. Serikali ya mkoa wa Mjini Magharibi imejipangaje kukabiliana na tatizo la ukosefu wa kituo maalum cha daladala? Kituo cha maalum cha daladala kwa sasa tumeshapata ruhusa, kwa sababu vituo vya daladala vina taratibu mbili. Utaratibu wa kwanza, kuna mamlaka ya kutoa kibali kwa kiwe kituo. Hii tayari imeshatimiza wajibu wake, ambayo ni Wizara ya Ujenzi. Hatua ya pili, kuna mamlaka ya kujenga vituo vya daladala ambayo ni serikali za mitaa. Nasi tumeshatimiza sehemu ya wajibu wetu. Kwa sasa taratibu za kupata mkandarasi zinakamilishwa. Mwanzoni tulilenga kufanya wenyewe kama serikali eneo la Kijangwani. Taratibu za kupata mkandarasi kupitia ofisi ya Rais Tawala za Mikoa kwa maana ya wizara yetu zinakamilishwa. Baada ya kukamilika taratibu za kupata mkandarasi, fedha zipo, kituo kitajengwa kwa hatua ya kwanza ya kutiwa lami, na baadaye hatua ya pili taratibu zitaendelea vile vile za kuweza kupata fedha kwa ajili ya ujenzi wa kile kituo chenyewe kikiwa kikubwa. Kwa sasa tutatia lami, kwa baadaye kutaimarishwa zaidi katika eneo lote la Kijangwani na maeneo mengine. Na nikisema maeneo mengine ninamaanisha kama vile eneo la kwa Nyanya pale, napo Mbuzini Chuini, napo patajengwa pia kituo kwa siku zijazo. Bwana Malik Hatib anasema Michenzani makaro mabovu sana. Ningeomba zifanyiwe ukarabati wa makaro
na kuweka bomba mpya za kupitishia maji machafu. Ofisi yangu imeshalifanyia kazi kwa hatua ya awali jambo hili. Tumekaa na shirika la nyumba, kwa sababu nyumba za Michenzani zina sura mbili, zipo za serikali na zipo za watu binafsi. Kwa hiyo kuwepo kwa mchanganyiko wa matumizi ambayo hiyo kimsingi tunaita ni condominium, kuwepo kwa mchanganyiko wa matumizi kunapelekea sasa hata ule mkanganyiko wa ukarabati. Kama serikali tunao wajibu na tunaendelea kutimiza wajibu huo. Tulichokubaliana, labda niwaambie kwamba tutatoza gharama ndogo pale ya maji machafu, kwa maana ya sewerage system. Hatutajenga kwa haraka, tutatoza ili kusudi kubadilishwa yale mabomba yanayotoka kwenye majumba makubwa, lakini pia nakuwa na uhakika wa usafi wa makaro ya maji machafu muda wote. Hilo litakuwa ni eneo moja, na eneo la pili lile la taka nalo litatozwa kama utaratibu utakavyoelekeza. Kuna watu wengi mno kwa kweli wanaouliza. Nitumie simu. Asante. Kuna Suleiman Mansuri, mheshimiwa, sisi watu wa Chukwani tunateseka na madisko ya Entebbe na Coconut, tusaidie ili tupate utulivu na kuweza kujenga taifa letu. Tusaidie mkuu. Kuna muda Coconut walitulia, lakini sasa wamerudi upya. Na kushukuru kwa taarifa yako ya Coconut, lakini katika operation hii ya kuepusha au kuondoa mmonyoko wa maadili katika maeneo mbalimbali, tunakuja pia kwenye suala la udhibiti wa mziki. Tumeshakaa na wenzetu wa bodi ya vileo pamoja na baraza la sanaa, na tumesema kwamba tunakokwenda mwaka 2019 tuainishe baa zote ambazo zinaonekana ni changamoto kwa wananchi wetu na maeneo yote yanayopiga mziki ambayo ni changamoto kwa maeneo yetu. Wakurugenzi wa manispaa hizo watatuletea kupitia yale malalamiko mbalimbali ya wananchi na kupitia wakuu wa wilaya, na mwaka ujao hatutawapa vibali, hatutawapa leseni kupitia mamlaka husika wale wote ambao kwa namna moja au nyingine wanasumbua wananchi wetu. CCM Chukwani, asalamu alaykum. Chukwani mtaa wa kwa Mbovu ni hatari kwa vizazi vijavyo. Naomba nikujibu kwa neno moja tu, utaona majibu yake. Suleiman Mansuri, nimeshakujibu ingawa umeniuliza jengine. Abdi Aziz Hatib Hamis, swali tu, usafiri wa bodaboda umekuwa fujo katika mji wetu na wengine wamekuwa ni sababu ya vitendo vya uhalifu, lakini pia husababisha ajali za kizembe. Nimelipokea na niseme tu kwamba kweli miongoni mwa ajali nyingi zinazotokea ndani ya mkoa huu na mikoa mingine pengine, chanzo kikubwa cha ajali nyingi zao zinatokana na hawa ndugu zetu waendesha pikipiki, ambao mimi naendelea kusema kwa sitawaita bodaboda kwa sababu bado hawajarasimishwa, na siwezi kurasimisha wakati sina mamlaka, lakini pia kwa sasa sheria hairuhusu hivyo. Ishaka Pandu, Mheshimiwa Rasi, huu mradi wa ushirika wa kuku wa wilaya mjini Magharibi naona unasuasua, hebu tuweke wazi juu ya hili swali la pili. Nikuambie tu hausuisui. Hivi sasa kuku 9,800 wapo Unguja na wana muda wa wiki moja, na maana unataka niweke uwazi tu na wanatarajiwa baada ya siku 21 vile vikundi vidogo vidogo vitaweza kunufaika na mradi huo. Haujasuasua, pengine kulikuwa kuna taarifa hazijatoka, zitatolewa wakati ukifika taarifa hizo. Abdullah Yahya Muhammad, mimi Yahya Muhammad natoa ushauri juu ya usafiri wa wanafunzi na hisi serikali ianzishe usafiri maalum. Rai tunaichukua. Julius yeye anasema anaendelea kukufuatilia vizuri. Asante, nashukuru. Ahlam, nimekujibu. Prince Hamak, Mheshimiwa Rasi, utatusaidia vipi
kupata ofisi ya kudumu ya chama cha viziwi Zanzibar, CHAVIZA. Naomba mlete maombi, halafu tuone uwezekano wa kusaidia moja ya njia mbili. Uhaba wa ofisi ni changamoto hata serikali ambayo inayo, lakini at least tunaweza kuwasaidia kuwachangia kodi kama mtakuwa mmepata mahali pa ofisi. Ashmina Ali, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, ndani ya mkoa wako katika jimbo la Shauri Moyo hamuna daladala, tunapata shida. Utaratibu wa daladala ni kwamba mnatakiwa muanze kupitia shehia yenu, baadaye shauri hilo litakwenda wilaya na hatimaye itakwenda bodi ya leseni na mtaweza kupatiwa daladala. Zainab Abdalla, Mheshimiwa Rasi, vipi kuhusiana na mitaro au misingi itakwisha muda gani? Maana wananchi tunapata tabu. Misingi inakwenda kwa awamu mbili. Awamu ya kwanza imefikia mahali pazuri, awamu ya pili ndiyo inaendelea. Matumaini yetu, Mungu akipenda, mwakani hii misingi ya awamu ya pili itakuwa imemalizika na wananchi tutaweza kupata ahueni. Ndiyo maendeleo, ndugu yangu. Naomba pia wakati mwingine tuwe na uvumilivu. Abdurazaki, hongera sana kiongozi wangu. Asante, nashukuru. Muhsin, umeniuliza mengi na kuomba sana utembelee mitaani, nimeshalijibu. Muhsin, una maswali mengi kweli. Asha Miss Musa, habari mheshimiwa, mimi naomba kushughulikiwa kituo kikuu cha daladala pale Baraza la Wawakilishi, maana ikinyesha mvua inazidi kuwa tabu kwa tope. Asante, nitawaambia manispaa waweze kufanya hivyo. Musa Hamadi, hongera na operation ya madada poa, lakini tunaomba uangalie na ushoga pia. Naona Zanzibar tunasomwa sana kwa kadhia hiyo. Sheria iliyopo inazingatia pande zote mbili, kama nilivyosema kwamba madada na makaka poa, ndio tulivyosema, na wote kwa mujibu wa sheria wame wizi ili kusudi tuchukue hatua za haraka sana. Huyo hapa watu leo, ili kusudi aondoke, asiendelee kusumbua wananchi hapo mahali. Huyu anaitwa Prince, Samsung 7 Prince. Wizi ulishamiri katika mji wa Kinuni, njia ya Jeshini, na ushahidi nao. Njoo tupe maelezo zaidi ili kusudi tuweze kushughulikia jambo hilo. Abdulazizi Khatib Hamis, nimesha kujibu Abdulazizi. Baadhi ya mitaa kama vile Kijichi, Maskan, Bububu, Skuli kumekuwa na vitendo vya uporwaji na wizi usio na kisisi. Kisisi sijui kama ni Kiswahili safi, lakini nadhani itakuwa kimefahamika.
Asante, nimelipokea na nitaagiza watu wangu wa jeshi la polisi kuweza kufanya ufuatiliaji wa haraka, na nitampigia mkuu wangu wa wilaya mara baada ya hii live chat ambayo tumefanya hapa leo. Salama Saidi, mheshimiwa, swala la bodaboda tayari nimeshalisema. Michenzani Toboni, asante. Michenzani Toboni wanakamatwa nadhani kila baada ya muda, na nitawaambia waendelee kuongeza nguvu ya kuwaondoa hawa watu ambao wanasababisha vurugu pasipo na msingi. Abdul Samad Abdul Khair, vipi kuhusu hoteli ya Bwawani? Mbona imeachwa kama gofu? Hoteli ya Bwawani ni kuambie kuwa haijaachwa kama gofu na ina thamani kubwa kwa serikali hii kuliko tunavyodhani. Lakini kama zilivyo taratibu za kutafuta wawekezaji, kwa hiyo na hoteli ya Bwawani litafutiwa mwekezaji, na mwekezaji akajitokeza akasema kuwa ataweza kufanya shughuli ile. Lakini kwa taarifa tulizonazo za serikali kupitia Wizara ya Fedha, mwekezaji yule ameonekana akisuasua, na kutokana na kusuasua huko, kwa taarifa zilizopo kwamba ameshanyang'anywa, taratibu nyingine zinaendelea. Kwa hiyo haijaachwa na ina mazingatio maalum ya karibu sana. Jitihada mbalimbali zinafanywa ili kuona kwamba hoteli yetu ile ya kihistoria, yenye historia ya nchi yetu na ina historia ya viongozi wetu wa kitaifa waliopita, kwa hiyo na viongozi wa sasa wanaguswa na kuumwa na hilo na wanalifanyia kazi kwa karibu sana. Hongera, asante. Waliotoa hongera wote naomba nizipokee kwa ujumla. Kwa hiyo naomba nisisome waliotoa hongera, zile hongera zote nazipokea kwa ujumla wake. Chukwani nimeshasoma na nimejibu kwa Mbovu, nimejibu Coconut, nimejibu pia Intebe na nimejibu pia Mziki katika eneo la Chukwani. Nimeona imejirudia tena. Radhia Almahfadhi, mbona sisi watu wa Welezo hatupati maji mwaka mzima huu? Zao wako wapi mheshimiwa? Welezo kuna changamoto ambayo inafanana na wale waliosema watu wa Mwera. Changamoto iliyopo kwamba kwa sasa serikali inaendelea kuimarisha mradi ule ambao unalaza mabomba kwa sasa wa maji safi kutoka Kianga pamoja na Bumbwisudi kuja Welezo, lakini pia eneo la Welezo nalo linatazamwa kwa mtazamo maalum. Kwa eneo la Welezo. Hamis Juma, hongera, asante. Julius, nakushukuru sana. Kuna KTV wanasema, Musa Hamadi mkuu, kuna project nyingi sana ambazo zinafanyika katika chuo cha Karume hapa Zanzibar. Kama zitafanyika kazi na kuziendeleza huko mbele, Zanzibar itakuwa bora zaidi. Ni kweli na nakushukuru, nilikuja kwenye graduation na mkanionyesha mambo mbalimbali ambayo mnabuni, lakini azma ya serikali ni kukifanya chuo cha ufundi ambacho kina manufaa makubwa, na kesho kutwa jengo lenu jipya najua litazinduliwa. Lengo ni kupanua madarasa, lakini sio tu kupanua madarasa, pia kuongeza fani na ngazi za elimu. Hayo yote yatafanyika na serikali inaendelea kuyafanyia kazi. Ninaamini kama unavyoamini wewe kwamba kesho na kesho kutwa tutatoa mainjinia wa ndege hapo na tutatoa mainjinia wa mafuta na gesi katika eneo la chuo cha Karume. Kwa hiyo usijali, hilo ni kwa ajili ya wananchi wa Zanzibar na mkoa wa Mjini Magharibi kwa ujumla. Nasra Ali, mheshimiwa, kuhusu disko la Bwawani linatusumbua sana. Mbona haufatwi utaratibu kama maeneo mengine? Ndugu yangu, nikuambie tu kwamba hakuna mtu ambaye yuko juu ya sheria, na watu wengi wanadhani disko la Bwawani kuwa ni disko ambalo, kwa sababu msimamizi wa disko hilo ni kiongozi katika moja ya jimbo la majimbo ya mkoa huu, lakini utaratibu wa kisheria umeshaelekeza.
sheria mbili. Kuna sheria ya Baraza la Sanaa, lakini pia kuna sheria ya tawala za mikoa seni na inasajili maeneo. Lakini kwa sheria hiyo hiyo sheha anatakiwa atoe kibali. Lakini pia kwa mkoa huu wa Mjini Magharibi, kwa sheria ya tawala za mikoa, sasa nimeweka utaratibu kwa wale ambao wana leseni, kwa wale ambao wana vibali. Utaratibu wa kupiga mziki ni weekend na public holiday, na mziki utaanza saa 2:30 za usiku na kumalizika saa 6 kwa yale maeneo ambayo tuliyaeleza, na kuna eneo moja tu limeruhusiwa kupiga mziki kuanzia saa 2:30 ya usiku hadi saa 8 ya usiku. Bwawani hadi sasa, kwa sababu ya mazingira yake pia yasivyoridhisha, imeshauriwa na ninaamini mamlaka husika imeshachukua hatua ya kuzuia hata huo upigaji wenyewe wa mziki katika eneo la Bwawani. Ila nikuambie ndugu yangu, nimepokea maoni yako ya ana kwa ana, lakini kinachofuata utakiona. Ninakushukuru sana. Kuna Hamis Juma, hongera, asante. Noko viongozi, okay, asante. Nasra Ali, disko la Bwawani nimeshakusoma, nimeshakujibu. Shimina nimekujibu. Tanzanjiani, Abdiazizi, swali la guest house zitilie mkazo sana, fanya uhakiki. Kazi hiyo itafanywa na itafanyika shehia kwa shehia, na sio tu guest house na nyumba zinazopangishwa. Alihatibu, asante, nimepokea. Haslein Has, vipi kuhusu kutozwa 1000 njia ya kuingia Golden Tulip Malindi? 1000 sio ya njia, 1000 ni ya park. Hii ina utaratibu maalum, ni kweli, lakini pia nao umewekewa utaratibu kwamba wananchi wasisumbuliwe. Halifa, hivi mheshimiwa, simngepiga marufuku uvaaji wa nguo fupi na madisko? Tutapiga marufuku, lakini kwa utaratibu maalum, kwa sababu kuna mambo mawili tofauti. Kuna suala la dini kwa maana imani, lakini pia na kuna suala la shughuli nyingine. Yote yanapaswa kuzingatia katika uchumi wa leo, lakini hatumaanishi kuwa hayasumbui, yanasumbua. Kikubwa tunajaribu kuweka utaratibu. Alawi, mheshimiwa, vitu vitatu virefu kweli. Vitu vitatu vimetajwa ndio vinavyoingiza pesa nyingi kwa muda mfupi: siasa, michezo, madawa ya kulevya. Sasa yeye ameeleza mengi. Swali, serikali yako ya mkoa amejipanga vipi kuhakikisha michezo inakuwa? Kwa kweli katika eneo hilo tumejitahidi sana na tunaendelea kujitahidi, na ninaamini kwamba mafanikio yameanza kuonekana. Tuna mabingwa wengi. Nitarudi kwako Walawe, lakini maswali yako ni marefu na tuko wengi. Tuna Bilali, naomba kuuliza, mkoa umechangiaje katika masuala ya vijana? Masuala ya vijana kwa mkoa wetu tuna sura mbili. Tunahamasisha wadau mbalimbali kusaidia maendeleo ya vijana, lakini pia tunafanya iwezekanavyo kwa kutenga 2% ya mabaraza yetu ya manispaa ya pato lao la kila mwaka kwa ajili ya kusaidia vijana wa mkoa wa Mjini Magharibi. Na kwa sasa vijana hao wanaanza katika eneo la usafi na wameanza katika maeneo ya majaribio. Taratibu zitakapokamilika watakwenda katika eneo la mkoa mzima, na tuna matumaini makubwa kwamba eneo la usafi pekee lina uwezo wa kuja kusaidia kwa kiasi kikubwa sana katika ajira kwa vijana. Mwingine, message ni nyingi sana jamani, unayoona nimekuruka
sio kama nimekusudia, ni kwa sababu ya kwamba tuna message nyingi. Muda unakaribia kutuacha mkono. Sasa wapenzi wananchi wote wa mkoa huu wa Mjini Magharibi na wengine ambao mko nje ya Mjini Magharibi unaoendelea kutuangalia moja kwa moja katika live chat ya Facebook, niseme kwanza nawashukuru sana kwa kuwa nami kwa muda wote huo. Nimeona comment zenu nyingi mno, nitarespondi nyingine baada ya hii live chat, lakini niwaambie tu kwamba msisite, nitakaporudi tena kwenye live chat mara nyingine muje tushirikiane. Niwashukuru sana wenzetu pia wa KTV TZ Online, nao walikuwa hewani wanatufuatilia na hili ndio maana walikuwa unaona napokea mbali yale ya kwenye peji ya ukurasa wetu, lakini pia nilikuwa napokea ya ukurasa wa KTV TZ Online. Nikuombe tu kwamba tuendelee kuwa wamoja katika kuimarisha maendeleo ya mkoa wetu wa Mjini Magharibi. Kasoro na tofauti tulizo nazo zote tuweke pembeni, tuzungumzie maendeleo. Si wakati wa siasa, ni wakati wa kazi. Tuache maneno, tuchape kazi. Niombe tu kwamba tusifanye kazi kwa mazoea, turudi kuja kujenga mkoa wetu na maendeleo ya wananchi wake. Kila mwananchi ana wajibu wa kufanya kazi, tusiwe tunakaa vijiwe pasi na sababu au bila ya kufanya kazi. Tufanye kazi sana, tutaweza kusababisha maendeleo ya taifa na mkoa na maendeleo yetu mtu mmoja mmoja. Ninawashukuru sana ndugu zangu, niko pamoja nanyi. Nitaendelea kuwa mtumishi wenu katika mkoa huu kwa muda wote ambao nitakuwa mkuu wa mkoa, na nikuombe sana wewe mwananchi uendelee kuunga mkono jitihada za serikali yako ya Mapinduzi ya Zanzibar na serikali yako ya mkoa wa Mjini Magharibi. Endelea kumuunga mkono Dr. Ali Mohamed Shein, endelea kuniunga mkono katika mkoa huu. Hapo tutaweza kupata maendeleo na mafanikio ya kweli. Asante sana, tuko pamoja na ninakushukuru kwa kuwa nami kiganjani.